dua zetu zisikie, na maasi tuliyoyachuma. Ya Rabbi tughfirie, ya Rabbi Allahumma, dua zetu zisikie, na maasi tuliyoyachuma. Si kitu kwa wema wako. Endelea kufuatilia Firdaus TV hapa hapa katika vipindi tofauti tofauti vya kheri. Kumbuka, wakati sahihi ni wakati wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akhukum fillah Talib. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni kongamano la huruma Mwenyezi Mungu katika wilaya hii ya Mkuranga, kata ya Mwalusembe. Tuko hapa na leo ikiwa ni siku ya 3 inakwenda. Unaona mama zangu hawa toka mapema wako hapa bila kujali jua, bila kujali hali zao, wameamua yafanye ya mapema nyumbani kwao, lakini waweze kuja hapa. Kama ambavyo unamuona kila mmoja hapa amekaa hamu kubwa kumsubiri Dr. mume wa chawi Sheikh Sharif Firdaus Al-Kadhiri. Dada, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Nifahamu jina lako? Hamida. Hamida, leo ni siku ya 3 ya kongamano hili la huruma Mwenyezi Mungu. Wewe kwako ni siku ya ngapi? Ya 3. Siku ya kwanza ulikuwepo, siku ya pili ulikuwepo, na leo siku ya 3. Ilitangaziwa kwamba kila mmoja aje na chupa yake ya maji, yawe ya mvua, yawe ya bomba, yawe ya kisima, yawe sio ya kuchukua kwenye sufuria. Wewe ulibahatika kuja na chupa kwa maji? Nimebahatika. Siku aliposema Sheikh Sharifu kila mmoja aangalie chupa yake ya maji, labda wewe uliona kitu gani mule kwenye chupa yako ya maji? Mimi kwa kweli sijaona kitu. Ila baadhi ya watu waliona. Na hao ambao labda wewe uliwasikia wenyewe wakisema wanaona, unayasadiki maneno yao ama unayaamini maneno yao? Nayaamini. Mmoja wa marafiki zako, shoga zako ambaye labda aliona kitu, yale ona kitu gani na ulilishukwaje tukio hilo? Kuna wengine waliona vivuli vya mtu. Kwa mimi nimechukulia kama kweli tu. Kwa sababu yapo. Kuna mwingine aliona vichwa vya kuku. Yote nachukulia yapo. Jana kilielezewa kisa cha mafuta ya ukombozi kilichokuwa kimetokea kule Uganda. Kisa kile kimekusisimua kwa namna gani wewe? Kimenisisimua vibaya sana. Umejiandaje leo kuchukua mafuta ya ukombozi? Nimejiandaa nachukua. Chupa ngapi? 2, 3, 4? Nitachukua moja kwa uwezo wako. Neno lako kwa Sheikh Sharifu ungependa umwambie kitu gani kwa siku hii ya 3? Nitampa shukrani. Yeye anasema anampa shukrani, lakini namuona dadangu hapa naye akiwa amekaa tabasamu likiwa limenawiri kwenye uso wake. Asalamu alaykum mamangu. Wa alaykum salaam. Tufahamu jina lako? Asia Muhammad. Leo ni siku ya 3 Bi Asia, tuko hapa. Uliweza kuja na chupa ya maji kwa siku ya kwanza? Nimekuja nayo. Wewe uliona nini kwenye chupa ya maji? Niliona kiwiliwili kama cha mtu kimesimama, yani huwa hicho hata kama nitatembea huaga nakiona mbele yangu. Umeweza labda kumtambua hivi? Uliweza labda kukitambua kiwiliwili kwamba labda hiki cha mwanaume au cha mwanamke? Sijakitambua. Na unadhani ni ishara gani mpaka umeona kiwiliwili ndani ya chupa yako ya maji? Tena maji umekuja nayo mwenyewe? Ndio. Ni ishara gani hii kwako wewe? Ishara mbaya. Neno lako kwa Sheikh Sharif kufuatia siku hizi 2 ambazo tumeanza juzi na jana, ungependa umwambie kitu gani kutoka moyoni mwako? Kwanza natangulisha shukrani. Na tunaomba Mwenyezi Mungu azidishie. Kwa hiyo aendelee kutuhudumia. Leo siku ya 3 Sheikh Sharif akisema jamani kongamano leo siku ya 3, basi wana Mwalusembe mtaipokeaje kauli hii? Tutakuwa tumeipokea vibaya kwa sababu kwanza bado tunahitaji tuendelee na hilo. Nyinyi kama nyinyi labda mnataka afanye kwa siku ngapi hapa? Hata kama mwezi. Wao wanasema Sheikh Sharifu hapa afanye hata kama mwezi. Wao ndo kauli yao hii ambao wanazungumza. Wapo hapa wengi, kila mmoja kwa namna yake. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Jina lako? Naitwa Mwajuma Swale. Bi Mwajuma, ulikuja na wewe na chupa ya maji siku ya kwanza? Kitu gani ulikiona kwenye chupa ya maji? Kwenye chupa yangu ya maji nimeona maji wanasemaga hayana rangi. Lakini nimeona rangi 3 kwenye maji. Katikati kuna mstari wa njano, juu kuna zambarau, alafu na rangi yenyewe ya maji. Wakati unachungulia ukaona hizo rangi 3, labda mwili ulikuwa katika hali gani wakati huo? Yaani nilikuwa nasikia kama mwili wangu fulani, yani unajua? Hali ya kawaida na unavyoiona mwenyewe tofauti na
siri zao zinafichuka wachawi, na unaona vibinti vidogo vidogo wanaonyesha mpaka vile ambavyo wanaenda kufukua makaburi. Wana Mwalusembe, hili tukio mnalichukuliaje? Kwa kweli tunachukulia yani ndio kwa kwanza Sheikh Sharifu hapo kutuonesha maajabu yake. Kwa wachawi wapo kweli? Wachawi wapo. Wanga je? Ndio wao wachawi. Mimi labda niseme Sheikh Sharifu, wewe awe kaka yako au mdogo wako, alafu wake zake wewe wawe fi zako, unasemaje? Kwa vile labda kakangu amependa nitafanyaje? Watakuwa ni fi zako. Nitoka fi zangu. Neno lako kwa Sheikh Sharifu ungependa umwambie kitu gani? Sheikh Sharifu, unatanguliza shukrani kwanza. Mpaka hapa tulipofikia. Kwa kweli maji tunayaona mabadiliko. Kama leo asubuhi nimeamka na hali ya tumbo limenikata, afu nikaenda kujisaidia, nakuta choo tofauti na ninavyojisaidiaga. Ila kwa kila ninavyoambia wenzangu ananiambia ni maji hayo unasafisha. Lakini hali inaendeleaje kadri siku zinavyoendelea? Sasa nasikia fresh tu. Nikushukuru. Asante. Ni hali hii na maoni wao wenyewe wakiwa wanaendelea kuongea kila mmoja kwa namna yake. Muda ni mwingi, lakini watu wenyewe kama hivi ambavyo unaona kila mmoja kwa namna yake hapa. Naona dadangu tabasamu likiwa limesawijika. Anazo chupa zake 2 kwenye mkoba wake, lakini na kila chupa ina jani la mbaazi. Kwa mbali ukiangalia jani la mbaazi bwana sio 2. Mimi nilisema 2 lakini chupa sio 2. Humu ndani kuna chupa takriban 6 hivi. Zote wakiwa wamekuja na jina lako dada? Naitwa Salma. Bi Salma, umekuja na chupa siku ya kwanza, umekuja siku ya pili jana, na leo umekuja na Sheikh aliposema angalia chupa yako, wewe uliona nini labda? Kwa siku ile sijaona kitu. Ulikuwa siku ile? Sijaona kitu. Lakini hali yako nadhani toka juzi, jana na leo kuna mabadiliko yote ama Salma bado yuko yule tu Salma? Hamna mabadiliko yapo. Kama labda ulikuwa unahisi nini na sasa hivi ukoje? Mimi nasumbuliwa sana na miguu. Ganzi, lakini kidogo naona kama afadhali inapungua. Sheikh anapofanya dua, shika kichwa, shika sikio, shika mguu, shika panapokuuma, na wewe unafuata vile vile. Leo kuna mafuta ya ukombozi. Umejiandaje kuchukua mafuta ya ukombozi? Pengine Mwenyezi Mungu akikujalia ganzi iondoke kabisa. Mafuta tutachukua kwa kiasi tutakachojaliwa. Neno lako kwa Sheikh Sharifu ungependa umwambie kitu gani? Kwa neno kutoka moyoni. Aendelee tu kutusaidia, maana matatizo ni mengi. Tunateseka kwa kweli. Anasema aendelee kutusaidia, maana watu wanaendelea kuteseka. Mamangu kama unavyomuona hapa, muda wote yani yuko na simu tu, anaongea na ndugu zake kutoka maeneo tofauti, na toka saa 7 yuko hapa. Sheikh akasema leo utapanda lasi, lakini huyu mama toka saa 7 yuko hapa. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Mama, tufahamu jina lako? Salma Saidi. Bi Salma, ulikuwa siku ya kwanza ile? Hapana, nilikuwa nisijasikia, ndio kwanza nimesikia leo, nimefika hapa. Kwa leo ndo siku yako ya kwanza. Katika alosababisha umesikia, kitu gani kimekuvutia mpaka leo umeamua kuja kumwangalia Sheikh Sharif Firdaus Al-Qadiri? Kwa sababu alifika mjukuu wangu akaniambia, bibi, kwa watu nimeona kitu gani sijui. Nikasema kutokana na mtoto mdogo miaka 12 kuelezea inakuwa kama shida. Nikasema ngoja niende mwenyewe nikapatie maana. Ya Rabbi Allahumma, dua zetu zisikie na maasi tuliyoyachuma. Ya Rabbi tughfirie, ya Rabbi Allahumma, dua zetu zisikie na maasi tuliyoyachuma. Sikia tu kwa wema wako. Endelea kufuatilia Firdaus TV hapa katika vipindi tofauti vya kheri. Kumbuka, wakati sahihi ni wakati wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akhukum fillah Talib. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Firdaus TV, wakati wa Mungu, wakati wa Mungu, tusaidie.